Bwana, Young Africans hawapoi kabisa kwenye suala la usajili, na hii ni mara baada ya kuweza kuvuta mpunga mrefu kabisa mara baada ya kuweza kumuuza Stefan Aziz Ki kuelekea kule kunako klabu ya Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco. Na Young Africans tayari wamekwisha kubisha hodi pale kunako klabu ya TP Englebert Mazembe ya kule nchini DR Congo kuweza kutafuta saini ya Ibrahima Keita, miongoni mwa vijana ambao wanafanya vyema kabisa kunako klabu hiyo ya pale DR Congo. Ibrahima Keita huyu ni mbavu ya kulia na ndilo eneo ambalo anacheza Atola Kwasi pamoja na Israeli Patrick Mwenda, na hii ni mara baada ya Atola Kwasi kuweza kupata majeraha ambayo yataweza kumweka nje kwa muda mrefu. Kama tunavyojua ni kwamba Atola Kwasi bana aliweza kufanyiwa operation, kwa hiyo mchezaji huyu atakaa nje sana kwa muda mrefu, na Young Africans tayari wamekwisha kuanza kutafuta mbadala wa Atola Kwasi, na moja kwa moja jicho lao limeweza kutua kwa Ibrahima Keita. Licha ya Ibrahima Keita kuwa kwenye rada za vigogo wa Tunisia Esperance di Tunis ambao tayari wameanza mazungumzo rasmi na wawakilishi wa mchezaji huyo wakilenga kufanikisha dili kabla ya kufunguliwa kwa dirisha la usajili, lakini Young Africans tayari wamekwisha kuingilia dili hilo haraka sana iwezekanavyo chini ya rais wao Engineer Hersi Said, ambaye yeye unaambiwa tayari amekwisha kusafiri kuelekea kule DR Congo kuona ni namna gani anaweza kukamilisha dili la mchezaji huyo. Keita ni beki wakati pia, lakini pia vile vile ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza kama beki namba 2. Ni raia wa Mauritania na yeye kama mchezaji tayari amekwisha kuthibitisha nia ya kuweza kuondoka kunako klabu ya TP Englebert Mazembe mwishoni mwa msimu huu, na tayari amevutia macho vilabu vya Tanzania, lakini pia na vilabu vingine barani Afrika. Lakini pia mchezaji huyu alishawahi kuhusishwa kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Young Africans wao tayari wamekwisha kuanza harakati mapema kabisa kuona ni namna gani basi wananasa saini ya mchezaji huyu ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema sana. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kukaba, lakini pia ni mchezaji mwenye uwezo wa kushambulia kutokana na kasi yake alionayo. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kupanda wakati wa kushambulia, lakini pia wakati wanashambulia pia ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kurudi eneo lake kwa wakati kabisa. Lakini pia nitakutajia miongoni mwa vilabu ambavyo vinatafuta saini ya mchezaji huyu kuona ni namna gani mchezaji huyu ana ubora wa hali ya juu. Miongoni mwa vilabu hivyo kama nilivyokuambia ni Young Africans ya Tanzania, lakini pia Esperance di Tunis ya kutokea kule nchini Tunisia, lakini pia Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco pamoja na klabu ya Zamalek kutokea pale nchini Misri. Wekundu wa Msimbazi Simba pia walikuwa wanahusishwa kujiunga na mchezaji huyu, lakini kwa hivi sasa ni kama vile tetesi zimepotea juu ya mchezaji huyo kuhusishwa kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, hizo zilikuwa ni tetesi kwa upande wa klabu ya Young Africans, lakini cha msingi kwa wewe ambao unaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, upande wako wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe. Kisha bonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida sisi kazi yetu sisi ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande tofauti tunakuwa tunakuletea hapa na wewe unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Lakini pia vile vile unaweza kulike, lakini pia vile vile unaweza kudondosha comment yako hapo. Je, unafikiri Keita atakuwa ni mbadala sahihi wa Atola Kwasi ambaye ameweza kufanyiwa operation na atakaa nje kwa muda wa takribani miezi isiyopungua 2? Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini cha msingi endelea kuifuatilia Mlacha Media ili uendelee kupata zile taarifa zote za kimichezo ambazo zitaendelea kujiri kunako pande tofauti, hasa zile tetesi